Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Kulikuwa na jiji lililojaa mwanga wa taa usiku na kelele za magari zisizokoma. Jiji ambalo ndoto nyingi huzaliwa, lakini pia ndoto nyingi hufa kimya kimya. Ndani ya jiji hilo aliishi mwanamke aliyejulikana kwa jina moja tu, Mshangazi. Hakuna aliyekuwa akijua jina lake halisi. Wengine walidai aliwahi kuwa mfanyabiashara mkubwa wa kimataifa, wengine walihisi alikuwa mrithi wa utajiri wa kifamilia uliokusanywa kwa vizazi. Lakini ukweli mmoja haukubishaniwa: alikuwa mwanamke mzuri kupita kiasi. Alikuwa mrefu kidogo, ngozi yake laini kama hariri, macho yake makubwa yaliyong'aa kana kwamba yalikuwa na siri isiyosemwa. Alipotembea, watu waligeuka kumtazama bila kujitambua. Hakuwa tu mzuri, alikuwa na uwepo ulioweza kujaza chumba kizima hata kabla hajaingia. Nyumba yake ilisimama juu ya kilima kilichoangalia jiji lote. Ilikuwa jumba la kisasa lenye kuta za vioo, bustani iliyopambwa kwa maua adimu na bwawa la maji ya bluu iliyong'aa kama kioo. Usiku, taa za nyumba hiyo zilionekana kutoka mbali kama nyota iliyoshuka duniani. Lakini pamoja na utajiri wake wote, moyo wa Mshangazi ulikuwa na upweke ambao hata pesa zisingeweza kuufuta. Miaka michache iliyopita, alikuwa ameolewa na mfanyabiashara maarufu sana. Walionekana kama wanandoa waliokamilika: safari za kifahari, hafla za watu mashuhuri, picha zilizotabasamu kwenye magazeti. Kisha ghafla, mumewe alifariki kwa ajali ya gari iliyotikisa jiji. Tangu siku hiyo, Mshangazi alibaki peke yake. Watu walidhani angevunjika moyo milele, lakini hawakumjua vizuri. Badala ya kufifia, alibadilika. Alijifunza kuishi kwa masharti yake mwenyewe. Akaanza kusafiri, kufungua biashara mpya na kujizunguka na watu waliompa nguvu mpya. Na hapo ndipo watu walianza kugundua jambo moja la kushangaza. Mshangazi alipendelea sana kuwa karibu na vijana waliokuwa na umri wa miaka 18 na kuendelea. Vijana walio bado wanaanza maisha, waliokuwa na ndoto kubwa lakini hawakuwa na njia za kuzitimiza. Hakuwachagua tu kwa sura, alikuwa na jicho la kuona moyo wa mtu. Siku moja ya mchana, akiwa ameketi kwenye mgahawa wa kifahari katikati ya jiji, macho yake yalikutana na kijana mmoja aliyekuwa akifanya kazi ya muda kama mhudumu. Jina lake lilikuwa Amani. Amani alikuwa na tabasamu la aibu kidogo, lakini macho yake yalionyesha ujasiri wa mtu aliyepitia mengi. Alikuwa ametoka kijijini miaka miwili iliyopita akitafuta maisha bora. Alifanya kazi mchana na kusoma usiku, akiamini siku moja angekuwa mhandisi. "Unaonekana kuchoka, madam," alimwambia kwa sauti tulivu alipokuja mezani. Amani alitabasamu kidogo. "Ni siku ndefu tu, madam." "Usiniite madam," akasema huku akicheka kwa upole. "Niite Mshangazi." Kuanzia siku hiyo, mazungumzo yao yakawa marefu kidogo kila walipokutana. Mara nyingine alikuwa akiuliza kuhusu masomo yake, ndoto zake, hata familia yake. Hakukuwa na haraka katika jinsi alivyojenga ukaribu. Mshangazi aliamini kitu kimoja: hisia za kweli hazipaswi kulazimishwa. Wiki kadhaa ilizopita, alimupa ofa isiyotarajiwa. "Ninatafuta mtu kunisaidia kwenye mradi wangu wa teknolojia. Si kazi ngumu, lakini itakupa uzoefu. Pia utaweza kuendelea na masomo yako bila shida ya ada." Amani alishangaa. Fursa kama hiyo haikuji kila siku. Ndani ya miezi michache, maisha yake yalibadilika. Alifanya kazi kwenye ofisi yenye vioo virefu, akalipwa vizuri, na kwa mara ya kwanza hakulazimika kuhangaika kulipa kodi. Lakini kilichomshangaza zaidi haikuwa pesa, ilikuwa ni jinsi Mshangazi alivyojali. Alisikiliza, alikumbuka vitu vidogo, alimuhimiza aamini kuwa anaweza kufika mbali. Taratibu, ukaribu wao uligeuka kuwa kitu cha kina zaidi, si kwa haraka,
si kwa presha, bali kwa mvuto uliokuwa unajijenga kimya kimya. Jioni moja ya usiku, walikuwa wameketi kando kando ya bwawa la kuogelea nyumbani kwake. Upepo mwanamwana ulitikisa maji na taa za jiji zilionekana zikicheza juu ya uso wa bwawa. "Kwa nini unanisaidia hivi?" Amani aliuliza. Mshangazi alitazama mbali kwa muda kabla ya kujibu. "Kuna wakati mtu alinisaidia nilipokuwa na sina kitu. Watu wengi wanaamini nguvu iko kwenye kuchukua, lakini nguvu kweli iko kwenye kutoa." Alimgeukia na kumtazama moja kwa moja. "Na pia napenda watu wenye ndoto. Wananikumbusha kwamba maisha bado yanaweza kushangaza." Moyo wa Amani ulipiga haraka, lakini hakujua kwa nini. Siku zilivyoenda, aligundua kuwa nyuma ya tabasamu la mshangazi kulikuwa na historia ya majeraha. Alikuwa mwanamke aliyepoteza mengi, lakini hakuruhusu maumivu yamfanye kuwa mgumu. Badala yake, alichagua kuwa mtu wa upendo. Vumuli likaanza kuenea mjini. Wengine walizungumza kwa jivo, wengine kwa mshangao, lakini wale waliomjua vizuri waliona kitu tofauti. Mshangazi hakuwa akitafuta kuwatawala wale vijana hao, alikuwa akitafuta hai, ile nguvu ya mwanzo ambayo mara nyingi hupotea kadri miaka inavyosonga. Na kwa namna isiyoeleweka, uwepo wake uliwabadilisha pia. Amani alianza kujiamini zaidi, alipata alama bora chuoni, akaanza hata kuongoza miradi midogo kazini. Usiku mmoja wa mvua, walikwama pamoja baada ya mkutano mrefu wa kazi. Radi zilipiga na umeme ukakatika kwa muda mfupi. Waliketi selulani wakitumia mwanga wa mishumaa. Kulikuwa na ukimya uliojaa hisia, ule ukimya ambao hauhitaji maneno mengi. "Amani," alisema polepole walipokuwa wameketi, "unahisi juu ya maisha yanakuletea mtu kwa sababu fulani?" Amani alimeza tate kidogo. "Ndiyo, nafikiri sasa ninaelewa hisia hiyo." Walitabasamu. Haikuwa hadithi ya msisimko wa ghafla, ilikuwa hadithi ya watu wawili waliokutana katikati ya safari zao, mmoja akiwa na uzoefu mwingi, mwingine akiwa na mwanzo mrefu mbele yake. Walijifunza kutoka kwa mmoja. Mshangazi alimfundisha Amani kuhusu ulimwengu, jinsi ya kusoma watu, jinsi ya kufanya maamuzi magumu, jinsi ya kubaki mtulivu wakati kila kitu kinaonekana kuyumba. Amani alimfundisha mshangazi kitu ambacho hakinunuliwi na pesa: furaha ya vitu vidogo, kutembea bila walindi, kucheka bila sababu, kula chakula cha barabarani bila kujali hadhi. Moyo wa mshangazi ulianza kuwa mwepesi tena, lakini maisha hayakosi majaribu. Siku moja, mshirika wake wa zamani alimjia na onyo: "Watu wanazungumza, wanasema unaharibu sifa yako." Mshangazi alitabasamu tu. Sifa inayojengwa kwa hofu ya watu si sifa, ni gereza. Kadri muda ulivyopita, aligundua jambo muhimu sana: mapenzi hayapimiki kwa umri, bali ya ukweli wa hisia na heshima inayokuwepo. Amani hakuwahi kumtazama kama njia ya utajiri, naye hakuwahi kumtazama kama mtu wa kumiliki. Walikuwa washirika wa moyo, kila mmoja akimpa mwenzake nafasi ya kuwa yeye mwenyewe. Miaka michache baadaye, Amani alihitimu akiwa mmoja wa wanafunzi bora. Siku ya mahafali, alipomwona mshangazi akishangilia kati ya umati, alitambua jambo moja wazi: wakati mtu anayekuja maishani mwako bila kutarajia, ndiye anayebadilisha kabisa mwelekeo wa hatima yako. Usiku huo na usiku, walirudi nyumbani kwenye lile jumba lililoangalia jiji. "Mimi si yule niliyekuwa zamani," Amani alisema. "Na mimi pia," akijibu kwa sauti ya upole. "Hicho ndicho maisha yanapaswa kufanya, kutubadilisha." Walitazama taa za jiji kwa muda mrefu. Hakukuwa na haja ya maneno mengi, kwa sababu walijua wamepata kitu ambacho watu wengi hutafuta maisha yao yote: si utajiri, si hadhi, bali mtu anayekuona, anayekuelewa na anayechagua kubaki. Na hivyo ndivyo hadithi ya mshangazi ilivyokuwa: si hadithi ya pesa na uzuri pekee, bali hadithi ya mwanamke aliyethubutu kufungua moyo wake tena na kugundua kuwa mapenzi ya kweli hayafuati sheria za dunia, bali sauti ndani ya roho.
Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.